Halmashauri ya wilaya ya Tanganyika na tayari wako hapa. Kwa hiyo leo tutakwenda kufahamu mambo mengi sana, maendeleo yote ambayo yapo kwenye upande wa afya kule Tanganyika, lakini pia kile kitu ambacho kinafuata hapo mbele. Unajua kuna lile tangazo letu ambalo linazungumza hapa kuhusiana na issue ya madaktari na nini. Kwa hiyo baadaye kwenye maelezo yetu tutakuja kufahamu pia mambo yote ambayo yako hapo, lakini ni sio mwongeaji sana kwa sababu wageni wao wako hapa. Basi niwape mic wao tuanze kufahamiana. Baada ya hapo tutakwenda kuzungumza kile ambacho tuko nacho kwa siku ya leo. Karibu sana. Sisi tunaanza kutambulishiana wapi, kule au huko? Huko Sawa, karibu kwenye mic. Habari za asubuhi ndugu mtangazaji. Salama kabisa. Kwa majina yangu naitwa Musa Kachele, ni daktari wa binadamu. Okay. Habari za asubuhi ndugu watangazaji. Salama. Kwa majina naitwa Fredrick Simon, daktari wa kinywa na meno. Habari za asubuhi ndugu mtangazaji. Salama kabisa. Wasikilizaji wote. Mimi naitwa Hassan Said Migeto, ni daktari na vivyo ni mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya ya Tanganyika. Na vivyo ni kiongozi wa timu. Karibuni sana. Sawa, Dr. Musa, nikianza tu na wewe bwana. Ninyi Tanganyika ni kama ni watu ambao mmependelewa, naweza kusema hivyo. Nakumbuka kuna wakati fulani ambao nilikuwa nafanya coverage, nadhani nakumbuka vizuri, kwenye zile wodi. Kwanza zimekamilika zile wodi, Dr.? Kwa hakika sasa hivi wodi zote zimekamilika na zinafanya kazi. Okay, hongereni sana. Asante. Wakati ule nakumbuka kwamba hawa madaktari bingwa, japo tumesema tuongelea hapo baadaye, lakini kwa kuanzia tu kipindi kile vioo vinavunjwa sana na ndege. Kwa hiyo akasema kwamba bwana, hawa madaktari bingwa lazima waje kwenye hospitali ya Tanganyika kuondoa hiyo kero ya ndege, na mlifanikiwa. Sasa naendelea kujiuliza swali, kwa nini kila wakati ni Tanganyika jamani? Ni Tanganyika kwa sababu kwanza Tanganyika inabeba asili ya nchi yetu. Lakini pili, tunaona pia kwamba serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana upande wa sekta ya afya katika halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Nafikiri utakumbuka ndugu mtangazaji, wakati huo kulikuwa kuna miradi mingi ya ujenzi ukiendelea pale hospitali, ila kwa sasa miradi mingi kama si yote imeshakamilika. Na kwa hivyo sasa inatoa fursa kubwa kwa sisi wananchi kuweza kupata huduma katika ujazo ule unaotakiwa. Kwa hiyo nafikiri ni Tanganyika kwa sababu hiyo. Sawa, hongereni sana kwa hilo. Lakini sasa moja kwa moja turudi kuzungumzia kuhusiana na maendeleo ya Tanganyika hasa kwenye sekta ya afya. Tunajua wananchi wanapaswa kuwa na zahanati kuanzia ngazi huko za chini kabisa. Natamani kujua vipi kwenye upatikanaji wa hizo zahanati, hali ikoje? Upatikanaji wa zahanati uko vizuri sana kwa sasa. Na katika halmashauri nzima tuna zaidi ya zahanati 37 ambazo zinafanya kazi. Tuna zaidi ya vituo vya afya 4 vinafanya kazi katika huo mzozo wake. Lakini pia tuna hii hospitali ya wilaya ambayo kwa sasa inafanya kazi katika kile kiwango kinachotakiwa. Na hasa nikisema nizungumzie kwa mwaka huu peke yake, kuna zaidi ya watumishi 20 ambao wameajiriwa kwenye hospitali ya wilaya ya Tanganyika. Hizo zote ni juhudi za serikali kuhakikisha kwamba huduma inamfikia mwananchi kwa ukarimu zaidi. Na kwa hiyo sasa unaweza kaona kwamba maendeleo yaliyopigwa ni makubwa sana. Kwanza kwenye eneo la kwanza ambalo ni upatikanaji wa vituo vyenyewe vya kutolea huduma. Lakini pili, huduma zenyewe zinazotolewa. Kumekuwa kuna vifaa vya kisasa. Ndugu mtangazaji na wasikilizaji, kuna baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tukizoea kuvisikia kwamba labda vinapatikana ama kwenye hospitali kubwa, labda za kuanzia ngazi ya rufaa na kuendelea. Lakini sasa katika hospitali ya wilaya Tanganyika na naamini hospitali nyingine za wilaya nchini, hivyo vitu vimekuwa ni vya kawaida kupatikana, na ikiwemo bidhaa mbalimbali na vifaa tiba ambavyo vimekuwa vikirahisisha sana matibabu kwa wagonjwa. Na kwa ujumla ni kwamba wagonjwa wananufaika pakubwa sana kwa sasa. Sawa, na umeelezea zahanati kama 37 kama sijakosea kwenye usikivu, zaidi ya 37. Zaidi ya zahanati. Sasa hivi nasema kuna kila siku zinaanza. Sasa hivi tuna zahanati zinaendea 50 na nyingine zinajengwa. Na nyingine zinajengwa kila siku, kila kona. Sababu nadhani Tanganyika ndio inabeba mkoa Katavi. Ni eneo kubwa na wananchi wake wamesambaa.
Kwa hiyo zahanati zinajengwa kila siku kicha. Nashukuru serikali ya awamu ya 6 kushirikiana na mkurugenzi wetu, zahanati zinaendelea kujengwa kila siku. Sasa hivi zinaongezeka maana sababu Tanganyika ni ina geography ni kubwa na wananchi wake wamesambaa. Kwa huduma zinaendelea na tunashukuru watumishi wanaajiriwa kwa kiwango chake. Miaka 4-5 wakati sisi tunakuja tunaajiriwa, hali ilikuwa mbaya zaidi. Kwa mfano hospitali wakati tunaanza mwaka 2020 mimi na Dr. Musa tulikuwa na madaktari wa kwanza. Lakini sasa hivi tulikuwa ni watumishi 5, lakini sasa hivi hospitali ina zaidi ya watumishi 100 ndani ya miaka mingapi? 5. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa, maendeleo makubwa ambayo yanaendelea kufanywa na serikali kila siku. Sawa. Na sehemu gani ambazo zina zahanati kwa sasa, lakini kwa nyakati za nyuma pengine hata nyie mlikuwa mnaumiza kichwa kwamba ile sehemu bwana ikipatikana zahanati itakuwa ni moja kati ya ukombozi mkubwa sana, katika maeneo ambayo mnayakumbuka ninyi kwamba mlitamani sana iwepo zahanati na sasa hivi zimekamilika? Okay, yako maeneo mengi kidogo, lakini mimi ningependa kuzungumza eneo moja. Na ni kwa sababu ya jiografia yake jinsi ilivyokaa. Kuna kijiji kinaitwa Bugwe. Kijiji kinachoitwa Bugwe kiko mbali sana kutoka kwenye hizi barabara kuu, ama barabara inayokwenda Kigoma ama barabara inayokwenda Mwezi. Kiko katikati hapa. Na eneo la Bugwe ni kama liko jirani zaidi na eneo la Mishamba. Sasa kwa sababu ni sehemu ya mbali, watu kutoka huo ukanda walikuwa wanapata shida sana. Kwa hivyo kulikuwa kuna vifo vingi vilikuwa vinahusika ama vinahusiana na ukosefu wa huduma kwa wakati. Lakini sasa Bugwe kuna hospitali, kuna zahanati na inafanya kazi. Kwa hiyo hayo ndio mimi kwangu naona ni maendeleo makubwa sana. Sasa hii inasaidia si tu kwamba kwa wale watu kwa wale wananchi wanaokaa kwenye ile mazingira, lakini pia hata watu wengine wa maeneo ya jirani. Kwa hivyo mgonjwa atafika pale, atahudumiwa, na kama labda hali yake ni mbaya, hawezi labda kupata huduma zote pale, basi katika ule mchakato wa kumsafirisha atafika kwenye kituo ambacho kina uwezo wa kumpa huduma nzuri zaidi, akiwa katika hali nzuri tofauti na mwanzoni jinsi ilivyokuwa. Kwamba ukipata mgonjwa kutoka kwenye maeneo kama hayo, basi unampata akiwa kwenye hali mbaya zaidi, ama wengine walipoteza maisha wakati wakiwa wanakuja kwenye vituo vya kutolea huduma. Yako maeneo mengi, lakini nimependa kuzungumzia kwa sababu ya namna hali ilivyokuwa hapo mwanzo. Okay. Msikilizaji, kupitia 0621780663 endelea ndugu mtangazaji, kama nilivyoongea mimi Dr. Hassani mfawidhi wa hospitali nikiwa na Dr. Musa, sisi ni miongoni, natolea mfano katika uhalisia wa lead experience, yani katika uhalisia ambao sisi tumeuona kabisa, ambao tumeupitia mwanzoni. Wakati hospitali tunaanza, dawa ambayo tulikuwepo nayo pale hospitali ya wilaya Tanganyika ilikuwa na Panado na Amoxicillin, na watumishi tulikuwa watumishi wangapi? 5. Sasa hivi tuna zaidi ya watumishi wangapi? 100. Na sasa hivi kama hospitali kuna vifaa ambavyo ni vya kisasa zaidi, ambapo zamani vilikuwa patikana hospitali ya Muhimbili, Benjamin au hospitali za kanda. Mfano sasa hivi pale tuna ICU ya kisasa ambayo serikali ilijenga na ikaweka vifaa vyenye thamani ya zaidi ya milioni 500 na inafanya kazi. Kuna mochwari na vifaa vya kisasa, kuna majengo ya kufulia na vifaa vya kisasa, na kwa mfano hospitali upatikanaji wa dawa ni zaidi ya 95%. Na hii ni sambamba na vituo vyote, kwa sababu serikali imekuwa inajitahidi sana kuweka pesa moja kwa moja katika MSD kwa ajili ya kusaidia vituo kununua dawa, na vile vile na pesa ambazo zinapatikana katika makusanyo ya vituo kupitia mifuko labda ya bima ya afya na nyinginezo, na usimamizi ambapo wa halmashauri, usimamizi mzuri wa halmashauri, usimamizi mzuri wa halmashauri umesaidia upatikanaji wa dawa. Kwa katika vituo vyetu sisi wa Tanganyika upatikanaji wa dawa ni zaidi ya 90%. Ukienda hospitali mgonjwa anapata asilimia kubwa za dawa. Kama hatuwezi kuwa dawa zote 100%, ila asilimia kubwa ya dawa ambazo zinahitajika kwa matumizi ya kila siku zinapatikana vituo vyetu. Mfano mzuri, mwaka huu serikali
kwa halmashauri ya wilaya Tanganyika kwa upande wa afya tu tumepokea zaidi ya watumishi 90 katika kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita. Na sisi hospitali kama hospitali kwa mwaka huu wa fedha kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa sita tumepokea watumishi wangapi? 20. Kwa hiyo tunaona kuna maendeleo makubwa yanafanyika. Kuna tunaona kuna mabadiliko kila siku zinavyoenda. Asante. Okay. Sawa. Na Dr. Musa, tuzungumzie kwenye hivi vituo vya afya ambavyo umevieleza pale mwanzo. Natamani kufahamu hivyo vituo vya afya hasa viko vya maeneo gani, lakini pia kama kuna vile ambavyo bado havijakamilika lakini vipo kwenye ukamilishwaji, basi ni vizuri pia tukavifahamu. Naam. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza tuna kituo cha afya Karema. Kituo cha afya Karema ni kituo ambacho kimekuwepo kwa miaka mingi sana. Nafikiri hata kabla kuwepo hospitali ya wilaya. Kituo cha afya Karema kwa sasa kina jumla ya madaktari 2. Tunazungumzia madaktari ambao sasa wana uwezo wa kufanya operation kubwa lakini pia na operation ndogo. Kwa hivyo upande wa Karema peke yake tuna madaktari 2, ni kituo ambacho kinafanya kazi kwa ule uwezo unaotakiwa. Tuna kituo cha afya Kasekese ambacho nacho yupo daktari na mara kwa mara amekuwa akiendelea kufanya kazi zake kwa weledi kabisa, na ni kwa mara ya kwanza nafikiri mwaka jana kama si mwaka juzi hospitali ya halmashauri ya wilaya Tanganyika kituo chetu cha afya pale Kasekese walipata zawadi ya utoaji huduma bora na Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa. Kutoka Kasekese tuna kituo cha afya Sibwesa ambacho hiki nacho kiko katika hatua za mwishoni ili kuweza kuanza kutoa huduma kwa vile viwango vinavyotakiwa vya ngazi ya kituo cha afya. Majengo mengi yameshakamilika, jengo la mama na mtoto limeshakamilika, bado vitu vichache tu ambavyo kimsingi nafikiri muda si mrefu serikali itakamilisha na halafu hizo huduma zitaanza kutolewa. Tuna kituo cha afya Mnyagala. Kituo cha afya Mnyagala kimeshakamilika, wataalamu wapo na kinafanya kazi kama kituo cha afya. Tuna kituo cha afya Mwese, tuna kituo cha afya Katuma ambacho nacho kiko katika hatua za mwisho za ukamilikaji. Tuna kituo cha afya Mishamo, tuna kituo cha afya Itwaga, kuvitaja tu kwa uchache, lakini vingi kati ya hivi vimeshakamilika na vinaendelea kufanya kazi vizuri. Asante sana. Okay. Sawa, kupitia 06 mambo mengine mengi, lakini kwenye upande wa huduma hii ya kinywa na meno hapo ndipo ambapo hatujapagusia zaidi. Kwa Tanganyika vipi, tumepiga hatua au bado tunaendelea kusuasua kwenye upande huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa upande wa Tanganyika tumepiga hatua. Kama nilivyosema, mimi naitwa Fredrick Simon. Ndiyo. Daktari wa afya ya kinywa na meno, lakini pia mimi ndo mratibu wa huduma za afya ya kinywa na meno wilaya. Kwa hiyo nitajikita kwa Tanganyika yote kuelezea huduma za afya ya kinywa na meno. Nitaanza na historia kidogo. Kiufupi, tangu dunia hii iumbwe, huduma za afya ya kinywa na meno zilianza mwezi wa 8, 2022. Tangu dunia iumbwe ndio zilianza, na zilianza katika hospitali ya wilaya ya Tanganyika. Lakini mpaka hivi tunavyoongea, mpaka sasa hivi tuna takriban vituo 3 ambavyo vinatoa huduma ya afya ya kinywa na meno, na ambapo ni hospitali ya wilaya ya Tanganyika, kituo cha afya Kasekese na kituo cha afya Mishamo. Ila mpaka hivi tunavyoongea pia tupo kwenye hatua za mwisho kabisa za usimikaji wa kiti cha afya ya kinywa na meno hospitali ya wilaya na ni kituo cha afya cha Karema. Kwa sasa kiufupi, hatua tuliyopiga ni kubwa sana. Nitaenda moja kwa moja kwenye huduma ambazo tunazitoa katika vituo vyote hivyo 3 nilivyovisema. Huduma ya kwanza ambayo tunaitoa pale huwa ni elimu ya afya ya kinywa na meno. Huwa tunajikita sana kutoa elimu ya afya ya kinywa na meno hata kwa wamama na watoto wale wanaohudhuria kliniki, lakini pia na kwa baadhi ya wagonjwa wanaokuja kwa ajili ya kutafuta huduma ya afya ya kinywa na meno. Lakini pia sasa hivi tumeboresha zaidi. Sasa hivi tumeboresha zaidi, tumeanzisha huduma ya kinga tiba, preventive treatment ya afya ya kinywa na meno. Sio tu uje kwa sababu jino linauma, lakini pia unaweza ukaja ukafanyiwa check up nikajiridhisha kwamba huna shida, lakini nikakupa dawa ambayo itakusaidia wewe meno yasipate changamoto. Kwa hiyo ni preventive treatment ambayo tumeanzisha, nadhani sasa hivi tuna miezi kama 2 imeanza. Lakini pia sasa hivi
tunatoa huduma ya kuziba, ambapo tunaziba kwa dawa ya muda mrefu na muda mfupi. Hizo huduma zote zipo. Lakini pia tunatoa matibabu ya mizizi ya jino ambayo tunaita root canal treatment kwa kitaalamu. Hayo ni matibabu ambayo yanatolewa kwa jino ambalo linauma usiku kucha, yani linauma usiku kucha, ambapo kipindi cha nyuma kabla ya mabadiliko makubwa sana au mageuzi makubwa sana ya afya ya kinywa na meno, maana yake ilikuwa ni jino la kung'oa, ingeweza kung'olewa, lakini sasa hivi huduma imeboreka, maana yake jino linaweza likatibiwa kwa kufanyia matibabu ya root canal treatment. Lakini huduma nyingine ambazo tunazitoa pale, tunakata ncha ya mzizi, lakini kuna operation kubwa na ndogo pale huwa zinafanyika pia. Lakini pia huwa tunasafisha meno, kwa sababu kuna baadhi ya watu nakuta labda kinywa chake labda anatoa harufu mbaya mdomoni, kwa akija pale tukiona kwamba kuna ulazima wa kufanya hivyo, maana yake tunamfanyia matibabu yanaitwa scaling, tunasafisha kinywa chake kinakuwa vizuri, kinakuwa vizuri. Lakini pia tunatoa huduma za kiradiolojia. Sasa hivi tumezianzisha hizo huduma za kiradiolojia kwa maana ya mionzi. Yaani sasa hivi muda mwingi ili tufanye matibabu tunapiga x-ray, ambapo kuna x-ray za kisasa kabisa, kuna OPG ambayo OPG ni x-ray ndogo ya kinywa na meno ambayo inaweza kukusaidia kuona meno mawili au matatu na kugundua changamoto. Lakini pia kuna x-ray kubwa ambayo ni mageuzi makubwa sana, na mimi kwa upande wa Katavi pale ndio ipo, inaitwa OPG. Hiyo OPG ni x-ray kubwa sana, nadhani takriban milioni 78 imetumika kununua hiyo, na kwa hapa Katavi nzima ipo Tanganyika tu. Nenda popote pale utaikuta pale Tanganyika. Kwa hiyo kiufupi hizo huduma zote nilizozisema kwa upande wa Mishamo, hospitali ya kituo cha afya Mishamo na kituo cha afya Kasekese zinatolewa, isipokuwa tu hizo huduma za radiolojia. Lakini huduma zingine zote nilizozisema katika vituo vyote hivyo, vituo vya afya viwili zinatolewa hizo. Lakini sasa hivi tumeboresha zaidi kwa upande wa pale hospitali ya wilaya Tanganyika. Sasa hivi tumeanzisha na huduma za macho. Kuna vifaa vya kisasa kabisa vimenunuliwa sasa hivi. Kwa hiyo huduma za kupima, huduma za kutengeneza miwani pale zinapatikana. Asante sana. Okay, haya tumesikia hapo kwenye mizizi ya meno. Leo ndo nimejua kwamba sehemu kubwa ambayo naweza nikaiongelea, maana yake tunaita imani potofu. Yeah, of course zipo kwa upande wa afya ya kinywa na meno, hasa kwa upande wa meno ya juu. Kwa sababu wananchi wale wengi huwa wanaogopa sana kwamba nikienda kutibiwa jino la juu naweza nikapata changamoto. Hiyo pia ni imani potofu ambayo haipo kabisa. Na nadhani ilijengwa na kipindi cha nyuma, kwa sababu kipindi cha nyuma wataalamu wa afya ya kinywa na meno walikuwa ni wachache sana. Kiasi kwamba yoyote yule alikuwa na uwezo, ili mradi tu ni daktari, alikuwa na uwezo wa kufanyaje, wa kufanya hayo matibabu bila kuweka precaution zote zile. Lakini kiufupi niwahakikishie wananchi, hakuna jino baya kutibiwa au kung'olewa. Sawa? Meno yote ni sawa. Lakini pia imani potofu ambayo wananchi walionayo walio wengi ni tunaita udata ile ya kwenye ulimi ile. Kwa wananchi walio wengi wanahusianisha udata na mambo mengine ambayo hayapo kabisa. Na walio wengi wamekuwa wakienda kwa waganga wa kienyeji kwa ajili ya kwenda kufanyaje, kukatwa, kitu ambacho sio sahihi. Wapi inatakiwa waje kwa daktari ambaye anahusika na afya ya kinywa na meno. Sawa? Yeye ndo atatoa elimu, na kama kuna ulazima wa matibabu atafanyaje, atayatoa. Lakini pia kuna imani potofu zingine za wajawazito. Hiyo ni imani ambayo imejengwa kwa muda mrefu sana kwamba mama mjamzito haruhusiwi kufanyiwa matibabu yote ya kinywa na meno, hasa kung'olewa. Kitu ambacho sio sawa. Yoyote yule ana uwezo wa kuhudumiwa bila kujala na mimba au hana mimba. Kiufupi ni imani ambazo ni common sana kama hizo. Kwa hiyo ni watoe hofu wananchi. Ukipata tu changamoto ya afya ya kinywa na meno, nenda kwa daktari wa afya ya kinywa na meno, atakufanyia kile kitu ambacho ni sahihi. Okay. Na tangu huduma zianze kutolewa hapo, hali mnaionaje sasa? Jamii imeanza kuondoka kwenye hizo imani ambazo walikuwa nazo pia? Ya, hali imeanza kubadilika kidogo, kwa sababu sasa hivi tunatoa elimu mara kwa mara. Kwa hiyo at least sasa hivi watu wameanza kubadilika, ingawa bado hatujafikia lile lengo ambalo tumejiwekea. Lakini kiufupi hali sio mbaya sana sasa hivi, wanauelewa. Okay. Haya, turudi sasa kwenye hili jambo tunalolitazamia siku za hapa usoni.
kuhusiana na ujio wa hawa madaktari bingwa. Hapo sasa uwanja mimi ni uache kwenu ili tupate ufafanuzi wa kutosha kuhusiana na ujio wao, huduma ambazo zitatolewa na vitu vingine kama. Wafuzi wanatokea Marekani. Sio mara kwanza kwa kwetu hapa. Ni kuna kipindi tu kama mwaka jana nadhani hawakuja. Ila kipindi cha nyuma washaikuja zaidi ya mara 3. Mwaka 2024 walikuja mara 3 mfululizo wa kipindi tofauti. Ambapo katika kipindi kile wananchi wa Tanganyika na maeneo ya jirani na wengine walitoka mbali zaidi. Nadhani zaidi ya 300 walipatiwa matibabu ya bure ya upasuaji. Kwa hiyo sio mara kwanza. Hii sasa hivi itakuwa ni mara 4, nadhani Mungu akijalia itakuwa muendelezo. Kwa hiyo sio mara kwanza. Na uzuri wa ili zoezi kuwa ni la bure yani. Ni la bure, wananchi wanafanywa upasuaji bure, ambapo kipindi cha nyuma wanakuta kuna upasuaji ambao ukienda hospitali nyingine utaambiwa ulipie labda 1,500,000. Lakini anakuja pale, wanakuja wale wataalamu ambao wanatoka Marekani ambao wanafanya bure kabisa, ambao kwa kitu wananchi wengine wanakuta alikuwa anakaa nao ugonjwa hata miaka 3, 4 kutokana na changamoto za kifedha. Lakini ile timu iliyokuja kutoka Marekani kushirikiana na serikali na halmashauri, wananchi zaidi ya 300 walipata huduma ni bure. Ila kwa zoezi letu sasa linalokuja sasa hivi ambalo litaanza, upasuaji rasmi utaanza tarehe 18 mwezi wa 7 mpaka tarehe 25 mwezi wa 7. Litakuwa ni zoezi la wiki moja kwa hatua ya mwanzo, ambapo huduma za upasuaji zitatolewa bure, na upasuaji ambao unategemewa kufanyika kutakuwa na upasuaji wa madaktari wanaweza jini usajili, upasuaji wa ujumla. Maana yake mtu ana shida ya uvimbe katika titi ambao atafanywa upasuaji, baadaye atafanywa kipimo kujua uvimbe ni wa aina gani. Kama ana shida ya hernia, unakuta watu wamevimba wanaita ngili. Ngili, kuna watu wanaishi na ngili. Wengine kutokana na kutofahamu au wengine kutokana na changamoto za kipato wanaishi na magonjwa muda mwingine ambayo yanaweza kuwaletea madhara na ukahitaji upasuaji wa wa dharura. Hizo zitatolewa. Na uvimbe mwingine wote utafanywa utafanywa upasuaji. Nila kwa kawaida sababu ni uvimbe, maana baada ya kufanywa upasuaji na vipimo vingine vitafuata. Kuna upasuaji mwingine ambao watafanya madaktari wanaokuja kwa uvimbe zote ambao unapatikana kichwani, wanaita head and neck, kichwani na shingoni. Kwa mfano unakuta kuna baadhi ya wagonjwa ambao wana uvimbe hapa shingoni, wanaita goita. Ambapo ziko za aina tofauti na nyingine goita ambazo zinawezekana ni saratani, nyingine sio saratani, utafanyika nao. Utafanyika jumlisha na uvimbe nyingine zote ambazo zinapatikana kichwani zitafanyika. Na hizo na sasa hivi zoezi tuko nalo sasa hivi, kabla ya ili maisha baadaye mepesi katika tunatengeneza mazingira utaratibu. Kwa hiyo tunashauri sana wananchi waje mapema. Yaani sasa tulianza toka tarehe 19 mwezi wa 5 nadhani kufanya maandalizi ya awali. Kwa hiyo tunakuja tunamtambua mgonjwa, tunamsajili vizuri, tunamfanyia na vipimo vya awali. Baada ya kufanyia vipimo vya awali ili baadaye ikifika tarehe 18 mwezi wa 7 maana yake zoezi linalofuata ni kufanya upasuaji. Kwa hiyo tunasisitiza sana wananchi, hii ndio kipindi muhimu zaidi katika kuja kufanywa screening, yani uchunguzi wa awali, na baadaye kufanyaje, baada ya kuona kama wanafiti au wanafaa, maana yake waweze kufanywa upasuaji kuanzia tarehe 18 mwezi wa 7 mpaka tarehe 25. Itakuwa ni zoezi la wiki nzima. Ndio nikalisha utamusa kama nataka kuongezea. Ndio. Asante ndugu mtangazaji. Naam. Nafikiri kwa sehemu kubwa Dr. Hassan amezungumza kwa ufasaha kabisa. Labda mimi nijikite tu kwenye eneo moja kwamba zoezi la upasuaji ni zoezi ambalo linahitaji maandalizi. Ni kweli kwamba matangazo yetu yanasema kwamba hizi huduma zitaanza kutolewa kuanzia tarehe 18 mwezi wa 7. Lakini kwa mwananchi atakayefika tarehe 18 mwezi wa 7, kwa siku hiyo asitarajie kwamba labda anaweza kufanywa upasuaji. Kwa sababu kuna yale maandalizi ya awali ambayo tunataka yafanyike. Tunataka kujua kwanza aina yako ya tatizo gani.
na hilo tatizo vipimo vyake vya msingi vya awali ni vipi. Labda inawezekana inahitajika kujua wingi wa damu, inahitajika kujua group la damu, kundi lako la damu, au labda inahitajika kujua kama ni uvimbe, ultrasound ifanyike au x-ray ifanyike kuweza kujua huo uvimbe ni mkubwa kiasi gani, umehusisha maeneo mengine yapi katika mwili. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza sana kwamba kipindi hiki wananchi wafike, wale ambao wanaona kwamba wana matatizo waweze kufanyiwa uchunguzi wa awali, tunasema screening. Sasa hii screening inasaidia sana kwa sababu kwa muda tu ambao tumeendelea kuwepo pale hospitali, tunaona watu wanakuja kufanya screening, na wakati mwingine tunabaini kwamba changamoto walizonazo nyingine hata hazisubiri madaktari bingwa, nyingine ni za kawaida tu, lakini labda kutokana na kukosa taarifa sahihi unakuta mtu amekaa nazo nyumbani. Tayari tumeshaanza kufanya kwa yale mambo ambayo ni madogo madogo, tunafanya upasuaji huo mdogo na watu wanaendelea na maisha yao vizuri. Kwa hiyo mimi nisisitize tu sana kwamba kipindi hiki ni muhimu sana kabla kufika hiyo tarehe 18 ya mwezi ujao kwa ajili ya kufanya screening ili tuweze kujua, lakini pia tunashirikiana na wale wataalamu kwa maana ya visa tunavyokutana navyo, kwa maana ya cases tunazokutana nazo, na wao pia wanapata kutupa maoni yao na michango yao, ikiwa pia ni sehemu ya maandalizi hata ya vifaa tiba ambavyo watakuja navyo. Okay. Na umesema pale Dr. Hassani kwamba matibabu ni bure kabisa. Vipi kwa huyo ambaye anatoka, labda tunaweza tukasema eneo gani liko mbali kidogo na pale Tanganyika hospitali kwa kule Karema, labda kuna maeneo ya Mishamo kuna zaidi ya kilomita 150. Okay, mfano kama tuchukulie mtu ambaye anatokea kule Mishamo, wao wanajigharamia gharama zile za nauli, si ndivyo hivyo? Ndio. Ila matibabu bure. Watagharimia gharama za nauli. Na watakapofika kwa kipindi hiki ambacho tunafanya tunasema tunafanya upembuzi, hii screening, hizo gharama za vipimo zitakuwa ni kidogo sana, kwa sababu unakuta labda kuna upasuaji unafanyika ambao huo upasuaji gharama yake ungeweza kuchukua labda milioni 2, milioni 3. Ninakumbuka mwaka 2024 kuna upasuaji mmoja ulifanyika hapo wa kuweka taya pande, ambao ni upasuaji ukiangalia ni pesa nyingi sana, ni zaidi ya milioni 5 hivi. Yule bwana alipofanyiwa kwanza hakuamini, lakini pia nakumbuka kipindi kile yupo bwana mmoja ambaye ni mwenyeji wa hapa Mpanda, alikuwa na uvimbe fulani utokea kwenye shavu, ulikuwa mkubwa sana, ambao nafikiri gharama yake ni kubwa sana, na wakati tukiwa tunazungumza naye alisema amehangaika maeneo mengi. Yule bwana gharama zilikuwa ni chache sana, kidogo sana, alipata tu kufanywa vipimo vya damu ambavyo labda kwa ujumla visingezidi hata 20,000, na akawa amepata huduma na sasa hivi anaendelea vizuri. Bahati nzuri ni kwamba hizi huduma sio kwamba wanapatiwa watu kutoka mbali, ni kutoka hapa ndani lakini na mbali pia. Kwa hiyo kuna hizo gharama chache sana ambazo ni kwa ajili ya vipimo vya awali, alafu baada ya hapo zoezi zima la upasuaji lenyewe ni bure. Okay. Napenda kuhakikishia Watanzania wenzangu kwamba upasuaji wenyewe ni bure. Sawa. Madaktari tukifanya nao, yani Plan International Operation International ndio madaktari hao wanaleta, lakini shirika la Kitanzania ambao linaitwa Nobet and Missions hao wenyewe ndio wanaratibu ili zoezi kwa upande wetu wa Tanzania. Swali lako ulikuwa unasema? Nimesema kwamba maeneo ili zoezi ni kwa nchi nzima. Nchi nzima. Okay. Nchi nzima. Kama lakini muhimu tu kusisitiza alichoongea Dr. Musa, kipindi cha awali cha upembuzi ni muhimu sana. Muhimu sana ni nchi nzima, yani mtu kuja kutoka nchi nzima ya Tanzania, tunamaanisha Tanzania bara na visiwani. Hii ni zoezi la nchi nzima. Okay. Lakini ndugu mtangazaji, tunasema ni zoezi la nchi nzima, ila pia utaona mkoa wetu wa Katavi kijiografia uko wapi kutoka labda makao makuu ya nchi ama kutoka kwenye miji mikubwa. Kwa hivyo mimi natamani zaidi kwamba hili zoezi tunufaike zaidi sisi wana Katavi kwanza, halafu ndio watu wengine wafuate. Kwenye mazoezi hayo mengine matatu yaliyopita
kitakwimu tu tulikuwa tuna kama 70% ya wenyeji, lakini 30% ni watu ambao walitoka nje ya mkoa. Tuna watu ambao walitoka mikoa kama ya Kigoma, Tabora, Mbeya, walitoka Mwanza, walitoka Kagera, na hawezi kuamini kuna watu walitoka Dar es Salaam kuja Katavi kuja kupata huduma. Na sasa unajua, kwa sababu muda unakuwa ni finyu, siku 7 si muda mrefu kwenye masuala ya upasuaji. Kwa hivyo manake ni kwamba kutakuwa kuna idadi fulani hivi ya watu ambao watapatiwa huduma. Dr. Musa, shikilia hapo hapo, ngoja kwanza tulipe bili, tunarudi hapa. Okay. Nafikiri ni muhimu sana Watanzania wenzetu wakafahamu kwamba mpaka sasa hivi tuko kwenye kipindi cha usajili ambao umeanza katikati ya mwezi ulioisha, yani mwezi wa 5, na zoezi hili litadumu hadi itakapofika tarehe 10 ya mwezi wa 7, ili kuweza kupisha muda sasa wa maandalizi na kuweka mambo mengine sawa, ili sasa upasuaji unapoanza kusiwe kuna kuswaswa tena. Na sasa kipindi hiki ndio kipindi ambacho tunasisitiza zaidi kwamba mtu ambaye anafikiri kwamba ana uhitaji wa kupata huduma hizo husika ambazo tumezitaja aweze kufika kwenye hospitali yetu ya wilaya, aweze kufanyiwa uchunguzi wa awali, lakini pia maandalizi mengine yote yaweze kufanyika kipindi hicho. Okay. Na jambo la pili ni kwamba baada ya tarehe hiyo hatutakuwa na kipindi kingine tena kwa ajili ya kufanya screening, kwa ajili ya kufanya huo uchunguzi. Tutakuwa tumejikita zaidi kwenye kuandaa hao watu, idadi ya watu tutakayokuwa tumewapata na kujaribu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Na hiyo siku ya tarehe 18 ambayo ndio siku sasa ya kuanza kwa zoezi lenyewe, ni siku ambayo tunataka ama tunatamani wateja wetu wote ambao tutakuwa sasa waweka kwenye orodha yetu wafike siku hiyo, kwa sababu nani atakayekuwa wa kwanza kuanza na nani atakayefuata, hilo ni zoezi ambalo sasa tulifanya kwa pamoja kushirikiana na hao mabingwa kutoka huko Marekani. Kwa hiyo ni vizuri wote ambao watakuwa wamejisajili wakafika siku hiyo. Yeah. Na hivi utaratibu huo unakuwaje mara baada ya wagonjwa kufanyiwa hayo matibabu? Huwa mnawalaza pale pale au kuna wengine ambao wanafanywa matibabu na wanaondoka nyumbani? Inategemea na aina ya upasuaji ambao unafanyika. Lakini kwa uzoefu wenzetu pia wana teknolojia ambazo zimeendelea zaidi. Kwa mfano labda upasuaji ambao labda sisi tunaweza tukafanya mgonjwa akawepo hospitali kwa siku 2 ama 3. Kwao mara nyingi huwa wanakaa masaa 24 tu hospitali. Labda kwa ule upasuaji ambao ni mkubwa sana, ambao unahitaji ufuatiliaji wa karibu. Na kama tulivyokwisha kusema awali, tuna majengo ya kutosha, tuna wodi za kutosha, tuna vitanda. Kwa ujumla maandalizi yote kwenye upande wa majengo pamoja na wapi wagonjwa watalala yalishafanyika na yamekamilika. Kwa kuhusu hilo wagonjwa wasiwe na shida. Hiyo ni sambamba na watu wa huduma wapo wa kutosha na ambao wanaweza kabisa kukidhi mahitaji ya zoezi hili. Haya, tukushukuru sana Zakaria Chazi au Baba Recho uko Mbogwe pale, unasema unatupata kwa uzuri sana. Tangu mimi na Dr. Hassan Said Migeto, ni mfanyakazi wa hospitali. Namba yangu ni 0767 688 065. Nairudia tena 0767 688 065. Na ujumbe mmoja tu. Ujumbe mmoja ambao ujumbe mmoja. Na shauri wananchi wenzangu nini watumie huduma za hospitali, especially wamama bado baadhi mpaka sasa hivi wanajifungulia nyumbani. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Inatokea tunapata vifo kutokana na mama kujifungua nyumbani. Baada ya kujifungua nyumbani wanaweza kupata damu zikatoka kwa wingi kupitiliza, wakishindwa kupata msaada akiwa nyumbani. Fika mazingira ya hospitali au zahanati wakiwa tayari ambao hawawezi kusaidika. Nasisitiza sana ili mwisho wa siku tulinde afya ya mama na mtoto. Ni muhimu sana mama zetu wajifungulie hospitali, zahanati na vituo vya afya. Sio kwa namna nyingine yoyote. Okay. Asante sana. Dr. Musa, kulikuwa na namba ya kuongeza au ndo tunaondoka?
Hapana, lazima tuongeze. Unajua naamini baada ya hapa labda watu watakuwa ni wengi watakaokuwa wanahitaji. Kuna namba hapa tutaziongeza. Okay. Ya kwangu ni 0763 68 23 03, 0763 68 23 03, lakini tunaye Dr. Fred hapa naye atataja kwake ili tuweze kuwasaidia wananchi wetu. Okay, karibu sana Dr. Fred. Okay, asante. Namba yangu ni 0752 970 937. 0752 970 937. Lakini samahani kidogo ndugu mtangazaji, na mimi nilikuwa naomba nijipendelee kidogo kama alivyojipendelea mwenzangu hapa. Kwa upande wangu wa afya ya kinywa na meno, kuna tafiti za sasa hivi zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya watu wazima ndio wenye changamoto kubwa sana ya afya ya kinywa na meno. Okay. Ukilinganisha na watoto wa miaka 6 kushuka chini. Hapo unaweza ukajiuliza kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu mtu mzima anajua namna ya kupiga mswaki na anatumia dawa ya meno yenye madini ya fluoride. Lakini mtoto hana elimu yoyote ile juu ya matumizi ya hivyo vitu. Lakini ni kwamba changamoto inayojitokeza ni kwamba asilimia kubwa ya watu wazima huwa wanatumia dawa za meno zenye kiwango cha madini ya fluoride ambayo inatakiwa itumiwe na watoto. Hivyo basi kwa sababu kiwango ambacho ni sahihi ambacho inatakiwa kitumike cha madini ya fluoride kwa ajili ya kuzuia magonjwa mbalimbali ya kinywa na meno huwa ni kiwango cha 1000 ppm mpaka 1450. Sasa hiyo 1000 ppm, kwa mfano unaponunua dawa yako ya meno, kwa mfano Colgate au Whitehead, cha kwanza angalia kwenye kasha lako pale kuna hizo ppm. Ukiona ni 1000 ppm, hicho kiwango ni kwa ajili ya mtoto, tena mtoto chini ya miaka 6 ambaye hata yale meno ya utu uzima bado hajaota, kwa sababu meno ya utu uzima huyo anaanza kuota mtoto anapokuwa na miaka kuanzia miaka 6, jino la utu uzima linaanza kuota. Kwa kuanzia miaka 6 kushuka, maana yake inatakiwa atumie dawa ya meno yenye madini ya fluoride kiwango cha 1000 ppm, particle per million of fluoride. Lakini kwa mtu mzima ambaye ni kuanzia miaka 6, sisi tunaanzia miaka 6 kwa sababu tayari hapa anakuwa na jino la utu uzima. Kwa kuanzia miaka 6 na kuendelea inatakiwa angalau hizo ppm zianzie 1450 na kuendelea. Okay. Kwa kununua kasha lako la dawa hiyo angalia pale. Okay. Asante sana. Sawa, bwana nikushukuru sana. Hiyo pia imekuwa ni faida kwa msikilizaji, sio wewe kujipendelea. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.